Wakati ambapo rais wa Marekani Donald Trump akiendelea kutoa lugha za vitisho kwa taifa la Nigeria kuhusiana na madai ya kuuliwa kwa baadhi ya waumini wa dini ya Kikristo, kiongozi wa Burkina Faso Captain Ibrahim Traore ameweza kutoa hotuba ifuatayo huku akituma ujumbe mzito kwa taifa la Marekani. Alianza kwa kusema, hakuna mtu anayeweza kusimulia hadithi yetu vizuri zaidi kuliko sisi wenyewe. Kwa muda mrefu wengine wamekuwa wakisema wanachotaka kuhusu Afrika. Wamekuwa wakisema wanavyopenda kuhusu mtu mweusi. Sasa ni wakati wa kukataa hali hiyo na kuisemea Afrika kama ilivyo. Na wahimiza kuendeleza mradi huu ambao tutaunga mkono kikamilifu. Tutapigania Afrika. Tunapigania utu na hadhi ya mtu mweusi. Tunapigania heshima ya bara letu na ustawi wa watu wetu, kama ambavyo nao wanapigania hadhi na maslahi ya watu wao. Nasi pia tuna misimamo mioyoni mwetu. Tunasimama kwa dhati na watu wote wanaopigania haki na ustawi. Na sisi ni marafiki wa wote wanaotuheshimu, wanaoheshimu mamlaka yetu na hadhi yetu. Kuiona Afrika ikiamka ni ndoto mbaya kwa baadhi ya watu, lakini Afrika inaamka na itaendelea kuamka. Licha ya wanachokitamani, licha ya walivyowahi kufikiri na kusema kuwa Afrika ni nchi ya watumwa, ni nchi iliyolaniwa, hatutashiriki kufanya uongo wao uonekane kama ukweli. Tutaendelea kuambia kwamba Afrika ni bara la matumaini, bara la ustahimilivu na bara la siku za usoni, na tutalipigania hilo. Wapo watakaosema kuwa haiwezekani kwa Afrika kupiga hatua au kuamka. Waliwahi kutuambia hivyo tulipoamua kuchukua hatima yetu mikononi mwetu, wakisema kuwa haiwezekani kufanya tulichokusudia. Wengine walituvunja mioyo, walitoa mifano ya mashujaa wa Kiafrika waliouawa, wakituambia kwamba mashujaa hao walijaribu lakini wakashindwa, ili watufanye tuamini kuwa mapambano yetu hayana maana. Lakini sisi tumesema haiwezekani, si neno la Kiafrika. Wazee wetu na mababu zetu waliteseka mno. Hakuna watu duniani waliopitia majaribu makubwa kama yale wa Afrika walioyapitia. Hakuna watu wanaoweza kudai kuendelea kuishi baada ya misukosuko ambayo watu weusi wamepitia: ukoloni, utumwa na uvamizi wa Waarabu Waislamu. Hapa Afrika tumepitia kila aina ya udhalilishaji na kila jaribio la kutuangamiza. Walitaka kufuta kabisa uzao wa weusi kwa kuwa vijana jasiri ndio walioangamiza na kuhamishwa mara kwa mara. Kwa hivyo Mwafrika ndiye kiumbe mstahimilivu zaidi katika historia ya binadamu. Wazao wa wale waliowahi kutumikishwa mnaowaona leo, ndugu zetu waliotengwa, walisema wanaojua ukweli kuhusu Burkina, na hakuna atakayewazuia kurudi nyumbani Burkina. Hapa Burkina ndiko safari ya kurejea itakapokamilishwa, na nyinyi nyote mmebeba roho za mababu zenu kuwarudisha wapumzike hapa Burkina Faso.